kabisa. Hivi ilikuwa ndoto yako kuweza kuperform kwenye tamthilia ile? Ni ndoto. Mimi filamu naipenda, sio kitu ambacho labda mtu kuniona katika Kombolela au kuniona katika TV ni kama nimewekwa au ni kitu ninachokibahatisha. Hapana, ni kitu ninachokipenda, kama mtu ambavyo anakuwa na ndoto na kitu kingine. Kwa hiyo matarajio yangu ni makubwa zaidi ya hapa nilipo. Kwa hiyo muhimu tu watu waendelee kunisapoti, mimi nitafanya vitu vizuri kwa sababu yao. Okay. So far mimi naona sasa hivi wengi wanakutajataja sana mitaani Cholo. Labda una ndoto gani kubwa kuachana na ile ya kwenye Kombolela ambayo unaifanya kwa sasa? Ndoto ni kuhakikisha kwamba kisichowezekana kinakuwa. Hiyo ndio ndoto yangu. Kwa sababu hata hapa nilipokuwa mwanzo ilikuwa ni kama kitu ambacho hakiwezekani. Ni mtu ulikuwa unaonekana huyu mbona anaota ndoto za alinacha, eti ana ndoto za kuja kuwa msanii. Lakini alhamdulillah leo hii nimekuwa hapa. Kwa hiyo natamani kufanya vitu ambavyo haviwezekani au watu hawajafanya. So watu wategemee vitu vizuri sana kutoka kwangu. Muhimu tu nikipata nafasi na uwezo wa kufanya hivyo, basi watu wataenjoy. Hivi Cholo, ukiachana na masuala ya kuigiza, ukiwa mtaani waga ni mtu wa namna gani? Unapendelea nini sana sana? Nikiwa mtaani ukiachana na masuala ya kuigiza, mimi napenda sana fashion. Lakini pia mimi ni kinyozi mzuri, pia ni msusi mzuri. Lakini pia mambo ya kucha, sijui rangi nini. Mtundu mashallah. Naam. Sasa ukiwa pande mbili, yani kati ya wanawake na kina kaka, yani wapi ambao yani unatamani sana kwenye issue labda za kunyoa au kusuka, yani unapendelea wapi sana sana wewe? Wanawake wanatoa hela, kwa sababu hata mimi nikiwa na hela mwanamke wangu akihitaji, na hasa nikiwa nayo, nikiwa naweza kuafford, inakuwa ni rahisi kutoa. Na mwanamke anakuwa anafanya matumizi kwa sababu wameumbiwa kupewa, hawana uchungu kama sisi wanaume, japo sisi ndio tunatafuta. Kwa hiyo hela zetu zina mahesabu mengi sana, yani kuliko nikanyoe ni bora nimpe mke wangu hela nyingi, mimi nifanye ile ugaigai. Kwa wanawake mashallah. Okay. Masta wengi wanataja sana kwamba mahusiano yao waga yanauka kasi sana. Yaani sio mahusiano kwamba yanaweza kudumu muda mrefu compare na watu wengine. Unafikiri hiyo inasababishwa na nini? Na kama pengine labda kuna kitu kinachosababisha, labda kwa upande wako, wewe unatumia mbinu gani ku maintain mahusiano yako? Hiyo iko kitu nadhani kinasababishwa na huo ustaa wenyewe. Kwa sababu ustaa, ukishakuwa star, mapenzi na watu yanakuwa yako karibu. Ina maana mtu hakuna mtu ambaye anapangiwa labda huyu akupende huyu asikupende. Na mahusiano yanakuwa magumu, labda mtu nakuta labda yule mtu ambaye anampenda au anamwamini, anamfikiria, ndo anakuwa na mtu mwingine, au huyo mtu mwingine yeye ndo anampenda. Si unanielewa? Kwa hiyo chuki inakuwa inajitengeneza, lakini mwisho wa siku ni kwa sababu tu umaarufu unahusiana sana na ukaribu na watu, na ukikosa huyo mtu ambaye anaweza kuelewa. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijaweza kabisa ile ku maintain kusema kwamba sasa hivi nimenyoka hapa, mahusiano yangu yako hivi na hivi. Bado nahangaika kwa sababu expectation inakuwa kubwa. Mtu akikuona kama hivi Cholo, anaamini una kila kitu. Hasa akija akiona vitu vinakuwa tofauti, nadhani unajua na akili lazima ibadilike. Kwa hiyo unajikuta mtu unaenda unakutana na huyu, siku zinaenda utulii, kumbe ni watu hawakutulizi. Bwana mimi Cholo nashukuru sana. Shukrani.